Mtazamaji wa Top Town Media, tupo katika viwanja vya kiburudani ikiwa siku ya leo ni siku ya tarehe 4 mwezi wa 4 2026, mkesha wa Pasaka, na tuko katika maeneo ya Nundu tukikujuza basi burudani gani ambazo zimeandaliwa katika maeneo haya. Ungana nami kutoka hapa maeneo ya Nundu kupitia Top Town Media. Naitwa Mzee wa Tatu, nyuma ya kamera niko naye Kevo Mnyama. Kama kawaida tunaendelea kung'ara na kung'arisha katika eneo letu la kiburudani, lakini pia niko na vijana ambao wana vipaji vyao. Siku ya leo kwa mara ya kwanza wataenda kuhusika katika jukwaa la Top Town Media, lakini kabla ya kuwaona basi burudani zao ni vema tukafanya nao au tukawatambua kwa ufupi tu, ili tujue basi ni kina nani na wameanza harakati hizi za kuonyesha vipaji vyao lini na wanategemea kipi hususan katika jukwaa hili la burudani ya muziki. Bwana, mambo vipi? Poa poa. Kama kawaida. Kama kawaida. Unaitwa nani bosi? Kwa majina naitwa Justin Lunyungu, lakini kwa jina la sana najiita 10. Okay, 10. Ndio. Kwa nini 10? Ani kwa sababu ni namba ambayo kwa mimi naipenda, lakini 10 inakuwa 10. Ni 10 ndio. Lakini kwa mimi ndio hivyo kitu ambacho namba 10 naipenda. Lakini kwa Kiingereza nikaamua niite 10, nisiite 10. Okay. Yeah. Hebu niambie wewe, katika upande wa sanaa unaimba muziki wa namna gani? Mimi muziki wangu nafanya hip hop. Hip hop. Ndio. Kwa nini hip hop hususan katika mikoa ya kusini huku hip hop kidogo inakuwa changamoto? Hujaona hilo? Hilo nimeliona, lakini tunapaswa kupambana nalo hivyo hivyo kulingana na mazingira ambayo sisi tupo nayo kwa sasa. Maana huwezi jua ni wapi unapotokea. Umeona? Kwa tunajitahidi kupambana vile vile kulingana na mazingira ambayo tuliopo. Ikitokea supporter kama hivi, tunafanya vizuri ili ionekane kwamba sehemu fulani kuna watu ambao wana uhitaji wa kusaidiwa. Okay. Yeah. Una ngoma ngapi ambaye tayari umesharekodi umeingia studio? Sina hata ngoma moja niliyorekodi. Ndio. Lakini kipaji unacho na una uhakika nacho? Nina uhakika na ninachokifanya. Kwa siku ya leo tunapata burudani kutoka kwako. Wategemee mazuri wanaonitazama. Hebu tupe kidogo tuone. 10. Sijawahi kudanganya, stories zangu ziko true. Najiamini niko poa kama mtoto wa Mr. Blue. Siwezi Okay, bwana 10 kidogo bado anakasa, lakini hebu tuambie msanii gani mkubwa ambaye anakuinspire mpaka amekufanya ukaingia katika upande wa muziki? Ni Stamina. Stamina. Ndio. Ndo ambaye jicho lako linamngaza kule. Ndio. Okay. Bwana fresh, shukrani, tukutane baada ya jukwani basi. Asante. Yes, lakini bado katika viwanja hivi nipo na dogo hapa. Nataka nichonge naye kujua kipi ambacho naye kimemsukuma kuingia kwenye sanaa. Pia ni moja kati ya wenye vipaji walioko katika eneo hili. Inakweje? Shwari. Kama kawaida. Fresh. Hebu niambie, unaitwa nani? Naitwa Daniel Ricardo Mwenga, kwa muziki nafanyika kama Van Loyo. Van Loyo. Yeah. Wapande hizi hapa Nundu? Mimi Lima Gila Nundu ni jirani zangu. Ni jirani kidogo. Ndio. Niambie, una ngoma ngapi ambazo tayari umesharekodi? Ngoma 9. 9? Ndio. Tumeshaingia studio umerekodi? Nimeingia studio mwenyewe. Hongera. Asante. Katika upande wa ngoma zako hizo, ipi ambaye imekutambulisha vizuri kwa mashabiki zako? Mboni yangu. Mboni yako? Ndio. Ni muziki wa aina gani unaimba? Bongo flavor, hip hop au dance? Mimi naimba zote kwa sababu washabiki zangu mimi wote wanapenda nyimbo zote. Wanapenda singeli, wanapenda hip hop, wanapenda piano. Okay. Hata bongo flavor kawaida wanaipenda. Na zote unaimba? Naimba ndio. Hebu niambie, mwanamuziki gani mkubwa ambaye amekushawishi sana? Ukimwangalia unasema nataka niwe kama yule pale. Kwa kweli mimi my brother Ivan. Van boy. Okay. Hebu tugongee basi hiyo mboni yangu tuone kama inakuwaje. I need you forever mine. Una sura ya upole. Sitochoka kusema you is everything for my life. Peke yangu mimi sitoweza mami. I want to marry you my wife. Nataka niwe na wewe milele. Wenye wivu wachezao kelele. Nataka uwe wangu mami. Niwe wako daddy. Asante, shukrani sana bwana. Bwana pia bado nipo na mwamba hapa ambaye naye tunataka pia tujuze kujua kwamba kipi ambacho yuko nacho katika upande wa vipaji vya burudani ya muziki. Bwana inakwaje? Safi. Kama kawaida. Kama mpoa mwanangu. Hapana. Au mvua ile. Hamna, niko fresh. Tujuze majina yako. Naitwa Januari Jacob Msigwa. Kwa jina la sanaa najulikana kama J1. J1. Yes. Hebu J1 tuonyeshe wewe unaimba muziki wa aina gani? Mimi naimba hip hop. Hip hop. Yes. Siku hizi paka kusini kuna hip hop. Una ngoma ngapi ambazo umerekodi?
Kikweli sina hata ngoma moja ni rekodi, lakini niko vizuri, ila sina hata ngoma moja. Na wewe unaamini uko fresh? Ndio. Hebu tupe mistari kadhaa kidogo, lakini mimi nataka kwenye hip hop tuchanie kuhusiana na show ya leo. Wanasemaga na hip hop wanatengeneza mistari hapo hapo. Unajua kuna stage unakuwa bado hujafikia. Yaani kuna muda sawa wapo ambao wanaweza na inavyojulikana ni hivyo. Lakini unajua ile hapa na hapa. Unajua ipo bado kidogo. Hebu tupe ambao unaona hii ni kali yake. Kali yake. Sawa. Sikutaraji siku moja ningekutana na wewe. Maisha yangu ni hadithi nitakuelekeza uelewe. Hakuna tofauti kati yangu mimi na wewe. Ninachokuomba please, naomba unielewe. Yes. Lakini hip hop ni muziki ambao wanasema muziki ya kufoka inahitaji punch. Yaani kwa staili ambayo unaimba wewe kama ni hip hop kweli inabidi ujitahidi sana kuongeza punch. Huo ni ushauri wangu sana. Yaani huwezi kuimba hip hop afu unakaa kinyonge hivi. Inakuwa sio poa. Fresh. Basi baadaye tutacheki naye. Pia nipo na Mwamba hapa ambaye pia ni mmoja kati ya wale ambao wanapita katika kipaza hiki na kamera hii kutujuza kuhusiana na kipaji chake. Inakuwaje? Fresh kabisa. Kama kawaida. Kama kawaida. Fresh unyama. Hakika. Wewe ndio umechangamka. Hebu niambie majina. Kwa majina naitwa Flavian Kasmili, ila kwa jina la kisanii napenda kutumia Flavi Boy. Flavi Boy. Ndio Flavi Boy. Wewe unapiga muziki wa aina gani? Mimi kwa kweli napiga hip hop. Hip hop. Ndio. Hebu kwa nini hip hop lakini? Kwa sababu ni muziki ambao yani unanifurahisha. Na uelewa. Na kifupi yani nimetokea kuupenda. Na nyota ambaye anakuvutia kati ya wanaoimba hip hop kwa Tanzania? Hapo ni Toxic. Toxic. Ndio. Hebu tupe tumuone kama Toxic upo hapa. Spenda roho wachika maana na madrama sana. Na vile mmehumbiwa binadamu na rawama. Siendi kichwa nafuata wasia wadingi nikitoa ngoma kari kitani wanapagawa kazi na dawa ya mziki kiki. Uwezo kaitwa mkari kama ngoma haisikiki. Na vile mnajikuta kitani mnanipa kiki. Mistari kiwa safi kichwani inaweka beat. Sana. Bwana fresh sana. Bado nipo hapa na naendelea kukuletea vichwa ambavyo vinatazamia kuwa kati ya wasanii watakaowakilisha mitaa hii hapa. Na niko na Mwamba pia. Inakuwaje? Uhakika. Kama kawaida. Kama kawa. Hebu nijuze majina haya. Mimi naitwa Mali Dickson Mwavika. Ila jina mimi ni mwenyeji. Jina la sana? Jina la sana naitwa Omidiki. Omidiki. Omidiki kwa sababu jina langu ni Omari, babangu Dickson, kwao nikaunganisha. Kwa shortcut. Hapo short. Okay. Hebu niambie ngoma gani wewe unachana? Mimi naimba hip hop. Hip hop. Hebu tuambie, au kuna nyota ambaye amekushawishi au wewe mwenyewe baada ya kuona wenzako wanagonga hip hop na ukaunga? Kikweli mimi namkubali Roma. Roma namkubali sana. Kwa nini tupige za kisiasa kama Roma? Sio saizi lakini. Okay, hebu tupe kama Roma tumuone. Kuna ngoma yangu moja inaitwa Maisha Yangu. Ambayo umesharekodi tayari? Bado nina mpango kwenda kurekodi. Hebu tupe tusikie. Je, Dogomi poor life, father maji ya madafu, mama hana tafu, inamtunza tasafu. Asante baba mdogo kunilea tangu mdogo, minamlaumu baba mzizi chanzo cha mogo. Na 7 mara 7 sijamsamehe baba, alimkimbia mama akakutwa na kihama, alimshikisha tama kimaisha akakwama. Omi nikashindwa soma elimu kama ndo home. Uhakika. Shukrani Omi. Shukrani. Bwana umeua sana. Uhakika. Katika viwanja hivi pia ni mwiko na mdao. Kwa mara ya kwanza kwenye kamera za Top Town Media nipo naye mwanamama ambaye napenda kumtambulisha katika runinga yako ili umjue yeye ni nani na kwa nini anauzi wa Top Town Media. Tuko naye siku ya leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa 4 2026. Siku njema kabisa, mkesha wa Pasaka. Niko naye hapa. Mambo vipi? Poaje? Kama kawaida. Kama dawa. Niambie. Fresh. Bwana, majina nataka utujuze hapa. Sawa. Kwa majina naitwa Agnes Peter Mdendemi, lakini maarufu zaidi ni Binti Peter, ni MC. Na najimwamba fai mahali popote kwa sababu natambulika kisheria. Bwana amesema ni MC alafu anatambulika kisheria. Hivi MC ili utambulike kisheria na kweje? Ili utambulike kisheria, cha kwanza unatakiwa kuhakikisha umefika halmashauri ya mji wa Njombe. Umefika pale, umewasiliana na afisa utamaduni, ameweza kukupa cheti chako ambacho kitakutambulisha ukiwa namba ya BASATA ambayo inakutambulisha wewe mahali popote utakaposimama. Hubugudhiwi na mtu yote kwa sababu tayari wanakuwa wanakutambua wewe ni nani na unafanya nini. Okay, hebu tuambie siku ya leo sasa katika upande wa event yetu fupi ya mkesha wa Pasaka. Kuna lipi ambalo umetuandalia kwa ajili ya kutupa burudani kama MC? Asante sana.
Tumeandaa vitu vingi ikiwa ni burudani ya kukata na shoka. Tuna wasanii wakubwa wa ndani ya Njombe ambao ni maarufu sana, wamekuwa wakijitata kwa muda mrefu, lakini kwa sababu sisi kama Top Media tupo tayari kwa ajili ya kuandaa vipaji, tumewaalika wasanii kutoka hapa Nundu nyumbani na kutoka Njombe kwa ujumla wake, tukiwa na msanii Bialon, tukiwa na wasanii wa hapa nyumbani. Wako wengi, nikiwataja mmoja mmoja nadhani muda utakuwa hautoshi, lakini nikitaja hivyo kuna jike la Simba mwanamke kama mimi Tiki Siala. Leo tunatakiwa tucheze na Tiki Siala mpaka majogoo. Okay. Tumezoea kuona eventi hizi hususan za utafutaji wa vipaji zinaandaliwa zaidi maeneo ya mjini. Kulikoni kutoka mjini pa kuja huku pembeni kidogo ya mji mitaa ya Nundu? Changamoto nini? Kwamba huku kuna vipaji sana au kipi kimewashawishi nyewe kuja kuweka kambi huku? Asante sana. Kitu cha kwanza unatakiwa utambue kwamba huyu mwenye Top Media ambaye anatambulisha leo vifaa vyake vya muziki ambayo ikiwepo ni production, full production, ikiwepo makameramani wa kutosha wa kijanja, photographer wa kutosha. Kwa hiyo ukitaka picha yoyote nzuri ambayo itakufanya wewe ujulikane na uonekane kwenye media, ukifika hapo utazipata. Akiwa kama ni mzaa ameamua kuja kuiheshimisha nyumbani kwanza. Unajua kitu chochote anasemaga nabii hakubariki kwao, lakini yeye kasema nabii nakubarika kwetu. Asante. Tumeona pia baadhi ya vitu ambavyo vikiwa vikitendeka kama hivi panakuwa na wale wageni rasmi au panakuwa na zawadi za gift kwa wale washiriki. Vipi katika event yetu panakuwepo na vitu kama hivyo? Yani hilo ondoa shaka kabisa. Tumejipanga vizuri. Tutakuwa na mgeni rasmi. Itakuwa so poa sana nikimtangaza kwa sababu ni secret issue. Unajua kila mtu anatakiwa afanyiwe surprise, ndio Tutakuwa tuna mgeni rasmi, tuna uongozi wa serikali kuanzia mtendaji wa kata, mwenyekiti wa kijiji na mwenyekiti wa kitongoji kwa umoja wao. Wameamua kutusupport kwa umoja kwa sababu wanajua kitu tunachokifanya ni kwa ajili ya kuinua watoto wasiingie kwenye makundi ya tarishi. Wakiwa katika sehemu hizi wanalelewa kwa malezi, mwisho wa siku wanapata ajira. Yes. Wewe ni mmoja kati ya watu ambaye walikuwepo eneo hili tangu mchana na jamii iliyozunguka hapa iliona maandalizi yakiwa yanaandaliwa na naamini taarifa alikuwa nayo. Vipi kwa wewe, uliona mapokezi yalikuwaje kwenye jamii tangu pilika za maandalizi ya mchana? Watu wengi wamepokea vizuri sana kwa sababu ni kitu ambacho yani wengi wamezoea kukiona nje ya Njombe, nje ya Nundu. Ila leo kuiona Nundu, kila mtu ana hamu na shauku ya kuona kwamba yaliomo yamo, yale maplomo yale yamo. Kwa hiyo wamejiandaa vizuri sana. Yes. Asante. Kama MC unalipi la kutuahidi unapokuwa pale kwenye eneo lako la kujidai na mic yako? Eneo langu niko vizuri. Mashallah. Sauti ninayo na ninatamba nayo. Asante sana. Bwana, nikupe nafasi. Wakaribishe tu wale ambao ndo kwanza bado hawajatoka majumbani. Tunaamini bado muda kidogo. Unawaahidi nini au wafanyaje ili kufika katika viwanja vyako? Ninawakaribisha sana kwa sababu uzuri wa Nundu sasa hivi ni mjini, usafiri uko muda wote. Achana na pikipiki pamoja na hizi changamoto za mafuta kupanda, lakini bajaji ziko muda wote. 24 hours bajaji zinatembea. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye yuko mazingira karibu na haya, akiwa ametoka Mji Mwema, akiwa ametoka mjini, akiwa ametoka Hagafilo, akiwa ametoka Rimagi, akiwa ametoka Chamani, anakaribishwa kwa sababu burudani ya leo ni mpaka majogoo. Yes. Shukrani sana, nikushukuru. Asante sana. Asante. Bwana, nikusihi tu kwamba wewe mkazi wa Nundu na viunga vyake pande hizi hapa, jitahidi sana ukaribie katika eneo letu la kiburudani katikati hapa ya senta ya Nundu. Tunaamini mbali na burudani pia kuna huduma zingine nyingi pamoja na vinywaji vinapatikana pale, chakula vinapatikana, lakini pia kuna huduma ya mtandao, yani free wifi. Utakuwa unapata, unashuhudia matukio live kabisa kupitia Top Town Media. Shukrani kwa kuendelea kuwa nasi. Naitwa Mzee wa Tatu, nilikuwa naye Kevo Mnyama. Endelea kuwa nasi ndani ya Top Town Media, tutaendelea kujuza muda unavyozidi kwenda. Asante sana.